Kwani mmebeba kimoja tu nyinyi? I told you to carry many. Patia huyu jamaa. Let me show you some. Shikilia hii. Fungua hiyo page Maisha City. Ziko leta vitabu mingi. My brother, this ECD, this is the before, this is the new ECD, and this one. So there is Buxton, this is the new ECD in Jomvu. There are several others, and that you will look at this. Sawa, tawaletea bunge ingine. So street families, hawa madada zetu, mimi mwenyewe, they are my friends by the way. Usimama nikaongea nao for a long time. I know some of them even why they are there. Sometimes you may want to believe ni shida, lakini wengine wanakuwa pale kwa furaha zao. So whatever you do for them, whatever you do, literally, you'll always find them there. And I can tell you, kuna wengine mimi nilichukua hawa, nikawapatia nyumba ya county pale Likoni. Na nikawaambia hii 30,000 ya mfuko wangu na 50,000 revolving fund as a biashara. It took only 1 week and I found them back in the street. Menelewa? The option would forcefully wapeleke hao korokoroni. Mimi sijakuwa na moyo huo wa kupeleka watu korokoroni. So I'm slowly talking to them, kupatia wa rehabilitation, kuchukua watoto wao kuwapeleka shule. Already some of them wameenda shule, tuwalipia. Sivyo? And that is what for me should continue to happen. That engagement, because you don't understand the reason as to why wako pale. Sivyo? So generally street families ziko kategori mbili. Kuna wale vijana na kina mama ambaye wanazaa hapa. Tumeelewana? And it concerns all of us. But it also touches on the government nationally kuwa na position ya create policy that will see true empowerment na maisha ya kuwe rahisi. Sivyo? Maybe some people wanatafuta njia rahisi kwa sababu ya ugumu wa maisha. You know? Mtu anaenda huko, anasota, anaamua bana let me look for an easy. Some people have given up in life. Ile kwamba itakayokuwa acha ikue. So there's a lot more. So it requires a broader approach. Sivyo? And that is why it is necessary for all of us to continue to talk. Nataka niseme hii kitu ambayo umenitajia wavuvi wa Mtongwe kwamba sisi tumepewa pesa yao, nimeshangaa nayo mimi. KPA tupatie sisi pesa kuanzia lini? Hata wajua ofisi ya county iko hapo ile KPA. Kuuliza ofisi ya governor iko hapo hawajui. We have no interaction whatsoever. Mimi ndo nilisema, and it did not even begin with us. Compensation ya KPA ilianza wakati wa dredging. When they first walikuwa wana expand the terminal, waka dredge hapo so the depth can be accommodate meli kubwa. Mimi niliraise hiyo shida. Ni kwamba samaki zinakaa kwa corals. Mkitoa mchanga hapa, mupeleke kwa corals, munaua manyumba ya samaki. So the only solution would be to empower the fishermen so they can go deeper wavue samaki. Sivyo? But KPA walitengeza boti 3 hivi wasema tuwapatia wavuvi. Mimi I gave them a condition. Before wavuvi wapande hizo boats, mimi nataka management ya KPA wapande, waende deep sea, wakirudi salama wapewe wavuvi. Because I have information the boats zilitengezwa substandard na ni dangerous kuwapa wavuvi, wanaweza enda huko na wasirudi. Tumeelewana? So I have told them categorically, patia watu vyombo ambayo wanastahili. Safety yao is very critical. Amasijui kama tumeelewana. So there's no money the county has been given by KPA. Sisi ndio tunatoa pesa zetu kupatia wavuvi. Wavuvi tumewapatia vyombo vya kuvua, maneti na haya zingineo. Tumejenga boti ya kwanza trial successful. Now our plan, God willing, tukimaliza hii kura. Zamani tulikuwa tunaumia na pesa. That is why we built one boat. Unajua uwezi toka nyumbani umpatie mama 100 na umwambie pika biriani, chapati, maragwe, kuku, samaki na mboga. Si namna hiyo. Let us call a spade a spade. One of the reasons I've vehemently opposed Jubilee government is because they don't support devolution. It's as simple as that. Mimi mwenyewe najua some projects require goodwill too. Wewe hebu niambie hii serikali ya county hapa
Mwaka wa kwanza tulitumiwa 3.8 billion, mshahara ni 4.2. What did they expect us to do? Where? Na umeingia hapo manispaa imeacha madeni kiama. Where do you even begin? Ukienda kuambia hawa let's negotiate, at least take over the debts. That is why walikata hata mshahara wa the devolved unit 700 plus million ya Mombasa ilikatwa. And nobody defended us. Nobody said anything about it. Tulibaki tu kurudi pale nyuma tu kusurvive. That is why tukasema to manage resources zetu vizuri, because without managing our local resources this county will go nowhere. Hata pesa ya petroli itakuwa shida. And we moved our local revenue from 1 billion to 3 billion by creating efficiency. Kuleta mambo ya automation, mambo ya online payment, to kill the human interaction, ndio isikuwe na ufisadi hapo. Unalipa through credit card ama M-Pesa, so money inaenda direct kwa account. So that way we don't lose resources. Ndio maana tumefanya progress. And that is where we are today. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. And I'm going point by point. She has a right to her opinion, mwacheni tu. We don't have to react. Nataka niwaambie hapa, mmeniambia kuna mtu ameniuliza kama Raila atapita. Now let me tell you. Me want to tell you. Raila atapita saa 1 asubuhi. And let me tell you here today. Mimi, I'm taking responsibility at Tarenana. Mimi, I will guard Raila's vote in all of the stations. And each one of us has to take the responsibility to guard Raila's vote in all our stations. Because we will not allow. And there are reasons. Mimi niko na sababu kwa nini nataka Raila ashinde. That's why I can't compromise. I can't compromise. This country iko kwa pabaya. Unajua mimi nataka niwaambie nyinyi wote, voting, you may think it's a joke. What you do on the 8th can sound like a one-day affair. It is not. And I give you an example. In the last election, watu walichukulia tu kura ya tarehe 3, sivyo? March. But let me tell you, that vote ambayo ilienda siku hiyo ili enable Jubilee government na Uhuru wamewekea wa Kenya, mimi na wewe, average ya deni of 90,000 without your consultation, because we empowered them to be what? President. Senior. That is why they moved that date from 1.7 trillion to 4 trillion. So let me tell you, it can happen again. If they took 4 trillion in 4 years, they can take another 5 trillion. That will get you a deni of 200,000 for every citizen, they're born and unborn. So this thing is not a joke. That is why I choose to play different politics from my opponents. I don't want to discuss them. They are not my issue. Poverty is my issue. Afya is my issue. Education is my issue. Infrastructure is my issue. The standards of life is my issue. That is why me personally, I keep away from propaganda politics. I don't want to talk about anybody. Because for me, I don't think I add any value to your life by coming here to tell you a story about my opponents. Sijui kama mnanipata mpaka hapa. Haikubadilishi maisha. Ndio mtu asemeni. Chairman karibu, lakini niko hapo lakini nakaribisha wewe pole. So we're in the middle of the conversation. So I want to tell you, it is important that Raila wins this election. And mimi nikipiga mahesabu yote, nimepiga hesabu ya kisiasa. Ukiona paka nimeamua kujifungua kifua kwa Uhuru Kenyatta, because I know he's going home. Honestly, hata mimi against, some of my friends here, my opponents, nasema I respect the president. I have never disrespected the president. I've only stood against the issues that affect our people. That cannot be disrespect. That is why I keep saying I have no apology to make. I have said here to Waitiki, please, usinipisha watu. Me, I thought it was a new policy for government. But then I realized it only happened here in Mombasa. The president went elsewhere, akapatia watu mashamba, and then he even gave them further compensation.
hata survey charges zitakuwa waived. Nikitaka to challenge anybody, show me which other land in the Republic of Kenya squatter wanauziwa other than Waitiki. Show me. Am I right to say that mimi siwezi kubali hiyo? Can anybody tell me apologize for that? I will never apologize. I will not. And then itakuja hii debate. I am saying to you so that you understand why I want to ensure I do all that I can for a Raila victory. Let me ask you something. Now, tena kikabila hata, tribal. Muangalie tu. Hapa bandari ya Mombasa, kabila gani haifanyi kazi yake? Ama ni kabila gani haifanyi biashara kwa njia moja ama nyingine? Sawa, dakika 5. Na njia nyingine na bandari ya Mombasa. So when I stand and say utenda kazi wa bandari usihamishwe Mombasa, sichagui ni kabila gani kwa pale ndani. There are Kikuyus there, there are Luos there, there are Kalenjins there, there are Digos there, there are Somalis. Wakenya wote wako wapi? Hapa. So hata mtu akiniambia bana sisi jamii, you need to be a bit careful. You need to be a bit careful. Mimi naambia ndugu zangu, hata nimeambia I've spoken in forums za Central Kenya. Unajua people are meant to believe ati sijui Raila ni mbaya sana kwa Wakikuyu. Hakuna mtu binadamu amefanyia wema Wakikuyu than Raila Odinga. Let me tell you. It is Raila that stood and said Kibaki tosha. Na Kibaki alipokuwa asikii vizuri, again it is Raila that campaigned for Kibaki to be president. He did not know that Kibaki is a Kikuyu at that time. But indoctrination, kitu inaitwa radicalization, iko tofauti, levels, different levels. One, ni kutia hisia ngumu watu wako. Wewe unaambiwa Raila akiingia atakuibia ng'ombe zako. Ukiulizwa una ng'ombe ngapi sasa unasema hauna. Honestly, watu wanakutia roho mbaya ili waendelee kujinufaisha nafsi zao na jamii yao. Wewe you continue to suffer in poverty. Amana maneno. That is the situation. But we are going to speak to them. Tutaongea na watu. Kila soko kweli. Leo nimeamini. So nataka niwaambie namna hii. Haya maisha yetu ni muhimu sana. Our politics must go beyond siasa. Tribe. Because it affects our lives. Umaskini ya uchagui kabila. I said, mimi sahi nataka kupinga utenda kazi wa bandari usipelekwe Naivasha. But today if somebody stood in Naivasha and said value addition ya maua itolewe Naivasha na inaajiri huko watu 1,100 wakipinga, hata mimi nitaunga mkono. Because they ought to be protected where they are. Maana gani? So it will not be wrong for me to protect our people. Sivyo? So where we have big issues that we need to work to see Raila succeed katika hii kura. Now we have to do two things. Jubilee government through huyu jamaa huyu Chizi Fresh. Walifanya upuzi moja. Hawajui sisi siku hizi ni wajanja. Walitengeza vikaratasi through watu wa intelligence. Na tena hapa tu wako. Wengine wanaandika notes. Ambia ule mtu anaitwa Mutambai sio nani. Najua mimi yeye alitengeza vikaratasi wa bara na pwani. Mombasa imeamka. Sisi tuko huko tena. Hapo shida yetu si ukabila, si rangi, shida yetu ni umaskini. So walifanya hivyo to scare some of our people away, so that ikifika time ya kura watu wanaingia wapi? Mitini. Kura hazipigwi. So mimi nataka niwaambie sisi wote, siku hiyo hata kufanyike nini, hata kunyeshe, hata kuwa na nini, tutakuwa kituoni siku hiyo. Na mimi nimeambia, mimi mwenyewe niko hapo. Kukiwa na fujo kokote, I will be the first on the line. Take it from me. Just give me a call, nitakuwa hapo. Kama kuna kitu, let it reach me first before it reaches you. Because we haven't had a problem. Wengine ambaye nataka niseme, nachanganya kwa sababu jamaa ananikumbusha time kwa nilikuwa na mkutano mahali watu wanangoja. Nataka niseme nilikuwa kwa hiyo barabara ya Shikadabu jana. Mimi mwenyewe nimejionea. Lakini nataka
niwaambie mambo ya drainage is very critical that you understand. First of all,